Naam, uhali gani na hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV. Karibu sana tuendelee kufahamishana mambo mbalimbali yanayojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii habari ambayo inagusa vichwa vingi sana vya habari ni juu ya waraka wa maaskofu Katoliki Tanzania kukemea na kutoa maagizo juu ya mustakabali wa mambo yanayoendelea ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lililo kuu kwenye huu waraka wa maaskofu ni kuhusiana na kamata. Hii kamata wao maaskofu wanadai kwamba inaweza ikaleta machafuko, na machafuko yakishatokea kuitafuta amani ni kazi sana. Sasa nikupitishe kwenye hili andiko la Baraza la Maaskofu Tanzania, Maaskofu Katoliki Tanzania. Sasa nasema Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yani TEC, limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuwaachilia mara moja bila masharti yoyote viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Akiongea kwenye mkesha wa Pasaka uliofanyika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, Jimbo Katoliki Lindi, rais wa TEC na askofu wa Jimbo Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa, amesema amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali kwa maridhiano na haki. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu au kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa siasa, waachiwe haraka bila masharti yoyote, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa. Pia mihimili isiingiliwe, bali itende kazi kwa haki. Haya ni maneno ya Baba Askofu Wolfgang Pisa, askofu wa jimbo kuu wa Jimbo Katoliki la Lindi na kiongozi wa maaskofu Katoliki Tanzania. Yeye ndo ametoa msimamo wake huo kuhusiana na ambacho kinaendelea kuhusu hii kamata ya viongozi, hasa viongozi wa upinzani. Na hili limekuja baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kukamatwa na kushtakiwa kwa kesi ya uhaini ambayo hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Kwa hiyo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu yuko kwenye gereza la Ukonga akishikiliwa na kusubiri muendelezo wa kesi yake kuona itaendaje, lakini mpaka sasa ameshikiliwa kwenye gereza la Ukonga akisubiri kusomewa kesi yake tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 na kusubiri kuona kesi yake itakuwa na muendelezo upi hasa, kwa sababu kumekuwa na matamko kutoka kwa watu tofauti kutoka kwa taasisi tofauti, na leo kubwa zaidi ni kutoka kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Wao wametoa msimamo wao ambao uko wazi kabisa wa kwamba haki itendeke na viongozi hao wa kisiasa waachiliwe. Lakini pia maaskofu wa kanisa la Kiinjili la Kristo Tanzania nao pia siku ya Ijumaa Kuu na wenyewe pia walitoa misimamo yao kwa kudai kwamba hii kamata na yenyewe haijakaa sawa, bali vyombo husika vitende haki na haki iweze kupatikana na ionekane kuwa imepatikana. Kwa hiyo nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa nyingine zaidi na ambazo muda mwingine zitakuwa zinafanana na hizi, kwa sababu tutakuwa tukikupa updates za hapa na pale kuhusiana na nini hasa ambacho kinaendelea. Kwa hiyo nikusihi tu kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi na wengine waweze kuzipata kwa wakati. Chao.